wakati mwingine utaketi uone message inaingia siku ya Ijumaa. Ile message inasema kwamba ndugu yangu Muislamu, ninakuombea uwe na asubuhi njema, ninakuombea uwe na hivi na hivi na hivi, na kuomba message hii au risala hii utumie watu 10 au watu 20. Usipofanya hivyo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atakuona. A'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Ikiwa tunaendelea na masali ambazo kwamba Sayyid Al-Qaid Al-Shahid alikuwa ni mwenye kuulizwa na akawa ni mwenye kujibu, na vile tulivyosema maswali haya yanaendana na zama ambazo kwamba sisi tunakuwa ni wenye kuishi ndani yake. Swali la pili ambalo kwamba alikuwa ni mwenye kuulizwa ni kwamba ma hiya dhawabitu shar'iyya, ni vipimo vipi vya kisheria litablighi, ya kufanya tabligh, au litablighi dini, ya kufanya tablighi ya kidini ala shabakati internet, yani katika kupitia website mbalimbali wa mawaqi at-tawasul al-ijtimai, na katika hizi ambazo kwamba tunazitumia ya mawasiliano ya kijamii au mtandao ya mawasiliano ya kijamii. Kwa hivyo hiyo ndio swali, ni vipimo aina gani ambayo kwamba huyu mubaligh, mwalimu, shekhe, ustadhi atakuwa ni mwenye kutumia katika kufikisha ujumbe wa Kiislamu kupitia mtandao. Maana tunaona katika zama hizi watu wengi sana wanafikisha ujumbe ya Kiislamu, na hongera kwao kwa wale ambao kwamba wanaweza kufikisha ujumbe wa Kiislamu, ima ni katika masala ya sheria, ima ni katika masala ya kitarikhi, yani ya kihistoria, ima ni katika masala ambayo kwamba inahusiana na kijamii, ima ni kwa ajili ya kualij, ni kwa ajili ya kutatua sala fulani ya kijamii, ima ni kwa ajili ya irshad, ya kuongoza jamii, ima ni kwa ajili ya kutoa wasia wa kijamii. Na alhamdulillah tunafaidika na wale ambao kwamba wanatoa miongozo ya kidini kupitia internet au kupitia mtandao na mitandao ya kijamii mbalimbali. Lakini swali inabaki pale pale, je, kuna dhabit, kuna vipimo ambavyo kwamba vya kisheria vinatumika katika kufikisha ujumbe kupitia internet? Swali ni kwamba, au jawabu ni kwamba, awalan Said ameweza kujibu na majibu 5 au 6 katika swali hilo. Anasema ya kwanza, an la yadkhul, yani yule ambaye kwamba anatumia mitandao ya kijamii, mitandao ambazo kwamba zinafikisha ujumbe kwa watu, kwa Waislamu na kwa wasiokuwa Waislamu, an la yadkhula fi al-umur allati tujib ash-shiqaq baina al-muslimin au baina al-mu'minin, yani asiingie katika mambo ambayo kwamba itakuwa ni yenye kukata mahusiano na kuvunja mahusiano baina ya Waislamu au baina ya waumini. Tabaan sisi tunaona kwamba masala ambayo kwamba inavunja uhusiano baina ya Waislamu, baina ya dini kwa dini na baina ya waumini kwa waumini ni vitu hatari sana katika society. Sasa kitu cha kwanza na masharti ya kwanza
ili awe ni mwenye kufanya tablighi yake katika mtandao wa kijamii, asiwe ni mwenye kuleta maswala ambayo kwamba inavunja mahusiano baina ya Waislamu na baina ya waumini. Nukta ya pili au sharti ya pili au kipimo cha pili ni kwamba an la yunqil au an la yanqul, asiwe ni mwenye kunakili, ni mwenye kuleta, ni mwenye kutalafadhi ma fihi ihtimalu khata, yani asiwe ni mwenye kutamka, kuandika, kunukulu kitu ambacho kwamba kuna matarajio ya alichokisema kina makosa. Na ndio maana tunahusiwa sana wakati ambapo kwamba tunataka kusema kitu katika mtandao wa kijamii, ni muhimu sana mtu ahakikishe kwamba kitu ninachosema ni sahihi, kinapatikana katika kitabu fulani, ukurasa fulani, aliyesema ni mtume au aliyesema ni mtu fulani, amepokea kutoka kwa mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, aya niliyosema ni sahihi. Maana tunaona, na hii ni katika tanbihi, kwamba tunaona baadhi ya hadithi na baadhi ya riwaya katika baadhi ya mitandao ya kijamii, mtu anasoma kitu ambacho kwamba hajakuwa ni mwenye kuhakikisha, ima katika fataha yake ama kwa kasara yake ama hata lafdhi yenyewe. Kwa hivyo kabla mtu hajakuwa ni mwenye kutamka kitu na kunukuu, ni muhimu sana tena sana awe ni mwenye kuhakikisha. Hiyo ni sharti ya pili. Kwa hivyo sharti ya kwanza sikusema kwamba, au sharti ya kwanza Said amesema kwamba asiwe ni mwenye kuingiza Waislamu katika matatizo, yani katika mizozano au katika mfarakano. Alafu ya pili ni kwamba asinukuu kitu ambacho kwamba kina ihtimaliwa, yani kinatarajiwa kwamba kitu kile kina makosa. Sharti ya tatu, an la yufti illa min khilali alwasail almu'tabara shar'an. Ikiwa mtu anataka kutoa fatwa, ikiwa mtu anataka kutoa sheria fulani au anataka kutoa hukumu fulani ya jambo fulani, mathalan aulizwe na mtu, mimi nina uhakika ya kwamba nilikuwa nina uhakika ya maji ambayo kwamba nilikuwa nayo mwanzoni, maji ile ni tahir, lakini baada ya lisali moja, baada ya masaa mawili, nikawa ni mwenye kushuku maji yale ni tahir ama sio tahir, yani ni najis ama ni tahir. Jawabu ya kisheria ambayo kwamba inatokamana na hadithi ni kwamba maji ile itakuwa ni tahir. Kwa nini? Kwa ajili alikuwa yuko na yakini ya mwanzo ya maji yale kwamba maji yalikuwa ni tahir, na haiwezi vunja shaka yakini, yani yakini shaka haiwezi vunja yakini siku zote. Kwa hivyo hii ni fatwa ya kwamba yani natija ambayo kwamba atakuwa ni mwenye kufikia ni kwamba maji yale ni tahir. Sasa ukisema ni tahir, inajuzu kutumia katika wudhu, katika kukoga na vitu kama vile. Kwa hivyo hiyo ni hukumu tayari, wewe ushakuwa ni mwenye kumpa mtu. Kwa hivyo hii hukumu ambayo kwamba sisi tumetoa katika njia hiyo inamaanisha ni uhakika na inategemea hadithi na vitu kama vile. Sasa ni kwamba wakati ambao kwamba mtu anapotaka kutoa hukumu na kutoa fatwa katika internet au katika mitandao ya kijamii, ni atoe fatwa ambayo kwamba inakubalika na ni mu'tabara, na ni kitu ambacho kwamba inakubalika kisheria. Si mtu anatoa fatwa
kupitia akili yake, au anatoa fatwa kupitia hisia zake, au anatoa fatwa kulingana na watu fulani, au anatoa fatwa kulingana na matamanio au kumridhisha mtu fulani. Hiyo ni sharti ya tatu. Sharti ya nne, i'timadu al-burhan ma al-hikma wal maw'idati al-hasana, yani wakati ambao kwamba mtu anapotaka kustafidi na kufikisha tablighi kupitia mtandao wa kijamii, ni i'timadu al-burhan, ni kutegemea burhan. Burhani ni nini? Yani burhani ni kutumia akili ambayo kwamba akili ile inategemea qawaid, yani inategemea formula ambayo kwamba zile formula ni tunaziita kwamba ni al-adilla al-aqliya, ni dalili za kiakili ambazo kwamba ni mu'tabara, ambazo kwamba zinafikisha mtu katika natija sahihi. Lakini kutumia kule ni lazima kuwe na hikma ndani yake na mawaidha mazuri pia, sio kutukana, sio katika njia ya matusi, sio katika njia ya kukebehi watu ama mtu fulani. Hiyo ni masharti ya nne. Sharti ya tano, an la ya'khudh, asiwe ni mwenye kuchukua na kubeba na kunakili bil ishaat, yani katika mambo ambayo kwamba yameenea katika jamii zetu. Kuna baadhi ya maswala ambazo kwamba katika jamii zetu sana sana zimeenea sana katika jamii zetu. Sasa asiwe ni mwenye kuchukua zile vitu ambavyo kwamba zile nukta ambazo kwamba zimeenea, awe ni mwenye kutumia katika internet. Awe mfano saizi katika masala ambayo kwamba imeenea sana katika jamii zetu na imekuwa ni shaya katika jamii zetu, ni swala hili kwamba wakati mwingine utaketi uone message inaingia siku ya Ijumaa. Ile message inasema kwamba ndugu yangu Muislamu, ninakuombea uwe na asubuhi njema, ninakuombea uwe na hivi na hivi na hivi, na kuomba message hii au risala hii utumie watu 10 au watu 20. Usipofanya hivyo Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atakuona. Sasa hii atakuona tayari ni natija ya wewe kwamba umetuma message. Inamaanisha kwamba Mwenyezi Mungu asipokuhurumia inamaanisha kwamba wewe haujatuma message. Kwa hivyo usipotuma inamaanisha kwamba Mwenyezi Mungu atakuadhibu kulingana na hilo swali. Na ukituma Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala yuko nawe. Inamaanisha haya ni masuala ambazo kwamba zimeenea katika jamii ambayo kwamba haina msingi. Mimi nisipotuma message ambazo kwamba natumiwa katika mtandao wa kijamii ambazo kwamba ni message za khairi, nisipotuma mimi sina dhamana, sina dhima na sina ulazima wa kutuma zile message. Kwa hivyo hizi ni shayat ambazo kwamba zimeenea katika jamii zetu ambayo kwamba ni muhimu pia jamii iwe ni yenye kujiepusha nazo. Ya sita ni kwamba adamu mukhalafa, kutokhalifu ay hukumu yoyote ile yasduru minal waliyil faqih, yani kutokhalifu amri yoyote ile ambayo kwamba imetoka kwa wali al-faqih, imetoka kwa marja, imetoka kwa yani yule ambaye kwamba anayefatwa ambaye kwamba ni al-wali al-faqih. Yani na tunamaanisha hivi kwamba ile hukumu ambayo kwamba wewe utatoa au nukta ambayo kwamba wewe utatoa isiwe ni yenye kukhalifu kiongozi wa kidini ambaye kwamba yuko juu yako. Wakati ambao kwamba utatoa rai kinyume na yule ambaye kwamba yuko juu yako kielimu na ni marja wako na ni kiongozi wako na ni waliul faqih, itakuwa ni makosa. Kwa nini itakuwa ni makosa? Kwa ajili msingi ambayo kwamba wewe umetumia huenda ikawa sio msingi wa kielimu, si msingi ambao kwamba unategemea na ina vizingiti vya kielimu. Kwa hivyo wakati ambao kwamba unapotaka kutoa ama yule unataka kufanya tablighi
ya Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika internet, ni lazima uangalie, je, masala haya yanaendana kinyume na waliul faqih na yule kiongozi ambaye kwamba yuko juu yangu, ama haiendani? Ikiwa haiendani, jaribu sana kuangalia umetumia vigezo vipi ili uweze kufikia katika natija. Kwa hivyo hii ndo nukta ya kwanza ya Said ameweza kujibu kwa yule ambaye kwamba anayetaka kufanya tablighi kupitia mtandao wa interneti. Hapa tunaona kwamba Said hajasisitiza wala hajaongea chochote kuhusiana na kusisitiza watu na wale ambao kwamba wanafanya tablighi katika masala machafu katika interneti. Yani wakati ambao kwamba unapotaka kufikisha tablighi yako, usijaribu kutusi watu, usijaribu kukebei watu, usijaribu kutumia lafdhi za madharau katika mtandao wa kijamii, usijaribu kuonyesha watu ambao kwamba unaongea na wao sio chochote, bali jaribu sana ud'u ila sabili rabbika bilhikma walmau'idhatil hasana. Hiyo ilikuwa ni wajhi ya kwanza, ni njia ya kwanza ambayo kwamba Said ameweza kujibu. Kwa hivyo insha Allah taala tumuombe Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala atujalie min alladhina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.